Ni Jumatatu nyingine tena tumekutana hapa, mtazamaji wa Finu Media. Kipindi hewani ni The Morning Echo, sauti ya mwanzo wa asubuhi yako. Jina langu ni Josephine Geoffrey. Niko hapa kukusindikiza wewe mtazamaji kuianza siku yako kwa matumaini, nguvu na tabasamu mwanana. Na leo nipo na Isaac Joseph, ni mwenyekiti wa maafisa wa usafirishaji almaarufu kama bodaboda ndani ya mkoa wa Katavi. Tuko naye hapa, tutazungumza mengi. Kubwa kabisa ni nguvu ya bodaboda katika uchumi wa vijana wa Katavi. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana. Kwa faida ya mtazamaji, jina lako lakini pia na cheo chako. Asante. Kwa majina naitwa Isaac Daniel Joseph, ni mwenyekiti wa umoja wa bodaboda mkoa wa Katavi au maafisa usafirishaji mkoa wa Katavi. Sawa. Ndio. Hebu tuambie sasa hali halisi ya bodaboda ikoje kwa mkoa wa Katavi kwa sasa? Asante sana ndugu mtangazaji. Hali ya bodaboda naweza nikazungumzia kwa upana zaidi hali ya kiusalama, lakini pia hali ya kiuchumi na mengineyo huko. Hali ya kiuchumi kwa kweli kwa sasa hivi imeyumba kidogo ukilinganisha na miezi iliyopita hapa nyuma kidogo, kulingana na janga hili la mafuta. Janga la mafuta hili limekuwa ni changamoto kwa sisi maafisa usafirishaji kama bodaboda ukilinganisha na zamani, kwa sababu lita sasa hivi tunanunua kwa shilingi 4,300 na tatu, ambapo zamani ilikuwa inanunua mpaka 2,500, 2,400 hivyo. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwanza kipato kimeshuka, naweza nikasema hivyo ukilinganisha na zamani, kwa sababu mindset za watu au abiria wetu sasa anatoka huko wameshaona bei za mafuta zimepanda, gharama zimepanda, kwa kifishuka tu hapa anajua kabisa wale bodaboda waliompiga kule labda kama ni kiwango kikubwa, basi na hapa napo ndivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja anaamua kukimbia kwenye usafiri mwingine mbadala, ima bajaji au apunguze kilomita kwanza, kwa maana kwamba ahesabu kwanza kidogo alafu baada ya hapo atachukua usafiri mbele kwa mbele. Kwa hiyo kipato of course imeshuka sana ukilinganisha na zamani. Mpaka sasa hivi wanaomiliki pikipiki tuseme za mikataba kuna hatihati ya kunyang'anywa na matajiri wao, kwa sababu hesabu haikai vizuri. Upate shilingi 10,000 ya tajiri, upate hela mafuta, maana yake almost ili ufanye kazi lazima uweke si chini ya lita 2 au lita 3 kwa siku. Sasa sio kwa siku ni kwamba utatumia lita 2, hapana, itatokana na mzunguko wako wa kazi. Lakini ili ufanye kazi kidogo at least hata lita 2 sasa, ambazo hizo lita 2 ukiweka shilingi 8,000 upate lita 2. Umeelewa? Kwa hiyo inakulazimu uweke 8,500 au 9,000 ndio upate lita 2 kamili. Kwa hiyo ukipiga hesabu haraka haraka, labda nimeweka mafuta shilingi 9,000 hayo ambayo ni lita 2. Sasa nije nitafute kwanza huo mtaji 9,000 niweke pembeni. Nipate shilingi 10,000 ya tajiri. Lakini nipate na pesa nyingine ya kula vocha nini na kuacha nyumbani. Kwa hiyo unaona gap linakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kipato kimeshuka na hali kwa kweli sio rafiki sana. Lakini tukija katika swala la kiusalama, pia changamoto hizi za kimaisha watu wanajiongeza. Watu wanajiongeza, mpaka juzi nimepokea taarifa kuna baadhi wakara amevamiwa barabara ya Tulieni kwa Susu, lakini bodaboda ambaye tuseme ni baba mwenye nyumba wa yule bodaboda wangu, naye wakati anatoa msaada kumpeleka hospitali na kumpeleka mama yake hospitali, wakati anarudi kapigwa tena na yeye, ila maana yake alikuwa amevamiwa. Kwa hiyo watu wanajiongeza kwa namna moja ama nyingine ili angalau maisha yaende. Sasa hata sisi tumeanza kuwa na wasiwasi katika ufanyaji wa kazi, basi kwamba bajaji basi wamelala, labda wengine hawajakesha, wameshapiga hela wamelala. Sasa sisi wengine ambao tunafanya kazi stand pale tunasubiria night club, watu wameshapiga vyao, bado unalia wewe kwamba hali ni ngumu, lakini wengine mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo tunapofanya kazi sasa angalau hata usiku hiyo, bado tunakuwa na wasiwasi tena kuogopa kuvamiwa, kwamba sina fedha lakini nivamiwe tena ninyang'anywe pikipiki yangu. Kwa hiyo inakulazimu uende kulala mapema. Kwa hiyo hata hali ya usalama nayo siwezi kusema kwamba imeimarika kwa 100% kwa kipindi hiki. Japo kipindi cha nyuma tulikuwa tunavamiwa kweli, lakini jeshi la polisi kupitia kamanda wa polisi mkoa wa Katavi amejitahidi sana kutusaidia sisi maafisa usafirishaji, tukitoa taarifa za kiuhalifu zinafanywa kazi kwa muda mwafaka. Kwa hiyo hali mpaka sasa ni hiyo, naweza nikasema kwamba
kadri siku zinavyozidi kwenda na hali ya uchumi inavyozidi kuwa ngumu, wengine wanapita shortcut. Wanataka kukatili maisha ya watu, wanajiongeza kuchukua hivyo. Kwa hiyo hali ya usalama kwa kweli, niombe tu jeshi la polisi liendelee kusimama imara kwa sababu hali sio rafiki. Sawa. Ndio. Kuna watu wanasema kwamba hii kazi ya bodaboda ni kazi ya muda mfupi tu, unaweza ukafanya miezi miwili ukaacha. Kwa mtazamo wako sasa, unafikiri kazi hii ya bodaboda inaweza ikawa ajira rasmi kwa mtu? Vile utakavyoichukulia wewe ndivyo itakavyokupeleka. Ila kwangu mimi naweza nikasema kwamba ni ajira rasmi, kwa sababu yale ambayo pengine ni mtumishi wa serikali au mwajiriwa kama wewe mwenyewe ambapo upo ofisini hapa, siwezi kusema kama tofauti sana. Sema utofauti, mimi nikiamua niende saa 2 kazini na kwenda, sijaajiriwa na mtu, nimejiajiri mwenyewe. Nikiamua nirudi saa 7 usiku, nimeamua ni mimi. Ni kazi ambayo iko huru kidogo, na uhuru kabisa wa kufanya hayo. Lakini tukiingia kwenye kipato, ni ajira tu rasmi tuseme, kwa sababu kwa siku kuingiza shilingi 10,000 na uwezo huo, na nimeshafanya mambo yangu yote. Kwa hiyo ukipiga hesabu kwa siku 30 hizo za mwezi na 300,000 tayari. Lakini tayari nyumbani wameishi vizuri, kila kitu kiko vizuri. Sasa mtumishi wa serikali tunasema kwamba kima cha chini cha mshahara wameongezewa sasa hivi 500,000. Kwa hiyo mimi hiyo 300,000 naipata. Kwa hiyo nikienda kujiwekeza kwenye vikoba hivi au michezo mbalimbali, unakuta watu tunacheza mchezo, mpo watu 70 na uwezo wa kupokea 700,000. Sasa wewe mtumishi unanisumbua nini mwalimu ambaye mpaka unaenda kupokea huo mshahara kwa mangi wamesha kujua majina. Mimi uwezo huo nao ndo mtoto wa kike wengi, una mke, nyumba ndogo kama 3 4 safi, na wote wanaishi vizuri. Kwa hiyo sasa ukikutana na mtu mwenye malengo kwamba nini nifanye, ni ajira rasmi kwangu mimi naita hivyo. Kwa makadirio sasa, mpaka sasa ndio ni vijana wangapi wamejiajiri kwenye hii biashara ya bodaboda? Kiukweli takwimu ya watu waliojiajiri ni wengi sana, lakini swali lako labda lingelenga kwenye labda wanachama sasa, labda wangu mimi ambao mpaka sasa nimewatambua. Sasa kuja kumtambua huyu mwanachama wangu mimi kama afisa usafirishaji bodaboda, kuna vigezo mbalimbali ambavyo lazima awe amekizi, ndipo pale atatambulika kama ni afisa usafirishaji. Lakini pia kwenye takwimu yangu atakuwepo, ikiwa ni pamoja awe na kituo rasmi cha kufanyia kazi, lakini pia awe na kitambulisho kinachotambulisha kazi yake. Wewe hapo Fin Media, si ndio hivyo? Tukikatiza sokoni pale, huna hiyo mic, utaniambiaje kama wewe uko Fin Media nikuamini? Na kitambulisho ninacho. Kama unacho basi na mimi na kitambulisho hiki, lakini na leseni yangu ya udereva, na wengine wanaendelea kupata vitambulisho kama hivi vinavyotambulisha kazi yao. Kwa hiyo kwa idadi hii mpaka sasa, kulingana na muda tulioanza, mpaka sasa nimesajili wanachama 500. Lakini bado wanaendelea, ila hao 500 ni waliopata nini? Vitambulisho. Lakini waliopo kwenye maegesho ni zaidi ya hao 500. Kwa hiyo nina namba kubwa sana ambao sasa wanaendelea kukata vitambulisho. Unajua elimu na namna gani utakavyowapelekea watu watakavyopokea, ndo idadi inaongezeka. Mfano unamwambia mtu akate kitambulisho, lakini hujamwambia labda kina faida gani, ananufaika vipi kupitia kitambulisho hicho. Kwa mtu mwingine anaweza kawa kwenye kituo lakini asione umuhimu wa kukata hicho kitambulisho, lakini bado akawa ni afisa usafirishaji. Kwa hiyo kulingana na elimu anayoipata, matokeo wanayopata kupitia ofisi yao ya bodaboda, ndipo hapo sasa watu wanaendelea kukata vitambulisho kwa wingi, na namba nadhani itakuwa ni kubwa zaidi sana. Sasa kwa kijana ambaye anakutizama sasa hivi Fin Media na anatamani sana kupata hicho kitambulisho, lakini hajui utaratibu ukoje, hebu mwambie utaratibu ukoje mpaka aweze kupata kitambulisho hicho? Utaratibu ni rahisi sana. Ukiwa kwenye kituo husika au kama hujapata kituo, kwanza utaanza process za kutaka kupata kituo cha kazi. Maana yake ukipata eneo, kama unataka kuweka kituo chako cha bodaboda, kitategemeana kipo kwenye kata gani. Kwa hiyo kama kipo kata ya Kazima, kuna viongozi wa kata, utawaona wale watakupa utaratibu. Tayari tunakupa na utaratibu namna gani ya kupata hicho kitambulisho, ambapo sasa kwa taratibu zetu sisi kitambulisho kinagharimu shilingi 10,000. Shilingi 10,000 hii si kwamba itakwenda moja kwa moja kwenye kitambulisho hiki.
kuna percent inayobaki katika ofisi yetu ya Umoja Bodaboda ambao mpaka sasa inawawezesha vijana kupata mikopo ya kujikwamua kiuchumi, ambapo kwa sasa tulianza na 10,000 kumwezesha kama mafuta, lakini tukaja tumeweka shilingi 50,000. Anaweza kama amepanga chumba cha 20,000, anamwambia mama wewe tulia. Anakuja anachukua 50,000 hilo kwa mwezi, analipa 60,000, kwa anampelekea nalipa zake miezi miwili hiyo shilingi 40,000, anabaki na change 10,000. Lakini tukaenda tena tukaongeza shilingi 100,000 mpaka sasa anachukua pale ofisini kupitia dhamana ya kitambulisho, anapata 100,000, anarudisha 120,000 kwa mwezi. Kwa hiyo kwenye gharama hii ya shilingi 10,000 bado kuna chochote kinachomrudia yeye kama mwanachama. Kwa hiyo process ni kwamba unaweza kufika ofisi ya bodaboda, lakini tunaweza tukawasiliana kwa mawasiliano hata kama uko mbali. Tunawasiliana, simu janja zipo, unapiga picha yako safi. Juzi jana nimewatumia watu wa Kabatini vitambulisho, viongozi walifika ofisini wakakata vitambulisho vile wao kama wao wawili. Jana nimewasiliana nao, wamevipokea. Wasema mwenyekiti, tumepokea, tunashukuru. Hapa tayari na wenzetu tunawapiga picha, tunatuma kwenye gari kama uko mbali. Kwa hiyo haina haja ya kusema kwamba unafunga safari na kuja, hapana. Utapiga picha, unatuma majina yako na kituo chako ulipo, tunakuagizia popote pale ulipo unapata. Kwa waliopo hapa wanafika ofisi zetu zilizopo maeneo ya mtaa Kashauri pale mahakama ya mwanzo au mahakama ya wilaya ilipo. Unafika pale, kuna dada yupo pale ofisini ameajiriwa. Ofisi iko vizuri. Kuna dada yuko pale kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 11 ofisi ndio inafungwa. Na kila Jumatatu mkopo inatolewa. Ila kila siku marejesho yapo. Dada yupo kwa ajili ya kuhudumia, yupo. Ofisi ni Jumatatu mpaka Jumapili ama ni Jumatatu? Yaani ni Jumatatu mpaka Jumamosi. Huduma zinaendelea hapa katikati. Ila Jumapili tunatoa kidogo na dada apumzike, aenda kasali. Tunajua kila mmoja na imani yake, kwa sababu alituelekeza saluni pia. Alituambia kwamba yeye ni Mkristo, kwa tunasema sasa kama ni Mkristo akasema Jumapili, basi tukasema Jumapili hiyo tufanye weekend hiyo. Kwa hiyo ukifika ofisini muda wote kasoro hiyo kuanzia saa 11 kuendelea, labda hiyo saa 11 mpaka saa 12, saa 1 usiku kwa hapana. Ila kuanzia saa 3 asubuhi, kuanzia kama muda huu tunaozungumza, ukienda ofisini huduma unapata. Na umesema kwa wale ambao wako mbali sasa wanaweza wakapiga simu. Namba za simu sasa? Namba za simu nadhani tutatoa kama itafika wakati wa kutoa namba za simu. Nitatoa. Ukiniruhusu nitoe, haina shida. Uwaambie mapema hii. Basi mapema hii mimi namba zangu ni 2, nina mtandao wa Voda lakini pia na mtandao wa Halotel. Namba zangu ni 0767 96 24 71. Tarudia namba ya Voda hiyo 0767 96 24 71. Lakini kwa mtandao wa Halotel ni 0621 46 24 71. 0621 46 24 71. Au nimekosea? 0621 46 24 71. Lakini pia anaweza akanitafuta akanipata. Mimi simu yangu iko hewani muda wote, lakini simu ya ofisi pia ipo. Kama utaniruhusu pia nitaje simu ya ofisi ipo pia. Simu ya ofisi nayo tunayo ni 0797 96 24 37. 0797 96 24 37. Hiyo ni simu ya ofisi ambayo ukipiga atapokea dada ambaye yupo ofisini pale, atakuhudumia kulingana na changamoto utakayokuwa nayo. Sawa sawa. Mtazamaji wa Finu Media, kama ndio kwanza unajiunga nasi sasa, kipindi hewani ni The Morning Echo, kipindi ambacho kinakukutanisha na watu mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine utajifunza mengi kupitia wao. Niko hapa leo na mwenyekiti wa maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda ndani ya mkoa huu wa Katavi, Bwana Isaac Joseph, na tunaongea mengi hapa. Kubwa zaidi ni nguvu ya bodaboda katika uchumi wa vijana ndani ya mkoa huu wa Katavi, na akatuambia hapa kwa wewe kijana ambaye unafanya shughuli hizi za bodaboda na unatamani kuwa mmoja kati ya wanachama, basi namba zake kazitoa hapo, unaweza ukampigia, lakini pia unaweza ukafika ofisini
kwa ajili ya ufafanuzi zaidi ama kwa ajili ya maelezo zaidi ni kwa namna gani unaweza ukajiunga. Sasa kuna malalamiko kwamba bodaboda wengi wamekuwa wakikamatwa bila sababu za msingi. Sasa wewe kama mwenyekiti, unafikiri shida inakuwa ni nini hasa? Asante sana ndugu mtangazaji, na katika hilo naweza nikasema kwamba hakuna mtu anaweza kukukamata bila sababu ya msingi. Sababu lazima iwepo, isipokuwa ni uelewa wako wewe uliyekamatwa kwamba umeelewa vipi. Hakuna mtu tu from wewe anaweza kukukamata bila kuwa na sababu ya msingi. Imagine kwamba serikali kupitia usalama barabarani kuna sheria zake zinazokuruhusu wewe kufanya biashara hii. Tukianza kwanza, usalama barabarani wanataka kwamba sheria inakutaka unapoingia barabarani uwe na leseni halali ya kuendeshea chombo hicho cha moto, iwe ni gari au pikipiki au bajaji, ni lazima uwe na leseni halali ambayo kimsingi ni hii hapa. Hii ndio leseni ya udereva. Kwa upande wa bodaboda ni lazima uwe nayo, lakini pia wewe ni mfanyabiashara. By the way, wewe ni mfanyabiashara, unafanya biashara ya kubeba abiria na mizigo yao, na ndio maana una kituo rasmi cha kufanyia kazi. Sasa kisheria inatakiwa uwe na leseni ya biashara pia, ambayo ile leseni ya biashara ni LATRA, ambao unatoa mamlaka ya udhibiti wa nchi kavu, LATRA, ambayo inapatikanika kwa gharama shilingi 17,000 kwa mwaka mzima. Sasa wewe unaingia barabarani huna hicho kiambata. Kwa hiyo maana yake tofasili yake ni kwamba pikipiki yako haijafanyia usajili. Lakini pia sheria inakutaka unapoingia barabarani uwe na bima. Bima ni kwa sababu gani? Kuna bima kubwa, bima ndogo. Bima ndogo ile third party, maana yake ni kwa ajili ya kumlinda yule mtu wa tatu, sio wewe. Tunamlinda mtu wa tatu. Mtu wa kwanza chombo chako, mtu wa pili wewe, mtu wa tatu abiria wako au yule unaenda kumsababishia ajali au kile chombo unachoenda kusababishia ajali. Ile bima ndio inaenda kusimama. Lakini unaingia barabarani hiyo hauna. Sasa unaposababisha madhara ya kile chombo au yule mtu, kisheria inatakiwa umtibishe au mlipe mpaka fidia. Vitu ambavyo tukianza kwenda katika misingi hiyo tutakimbiana, lakini kinachotumika ni kwamba busara baina ya mtu aliyepata changamoto hivyo. Lakini sheria haitaki hizo busara. Sheria inataka ifuatwe. Kwamba sheria inasemaje? Chombo kile kimekatiwa bima, iwe ni ndogo au kubwa, ni lazima umekata bima. Unafanya biashara nini hapa, mnarusha matangazo haya Fino Media, mmefuata process zote mpaka za kupata kibali cha kurusha matangazo haya, mna leseni, mnafanya biashara, japo mnatoa huduma lakini ndani yake lakini ni lazima uwe na vibali. Tunaona kuna BRELA nini, ni vibali ambavyo vinakuruhusu wewe kufanya shughuli hizo. Lakini pia kwenye sheria za usalama barabarani zimekutaka wewe kama afisa usafirishaji unayefanya biashara hiyo au hata kama ni mtumiaji tu private, ni lazima uwe umeenea, uwe na helmet, uwe na side mirror, ambazo zile side mirror ni macho yako wewe au jicho la tatu tunasema. Nyuma kuna kitu gani kinakuja? Anakuja katika hali gani? Je, nikiwahi ku overtake hapa atakuwa ameshapita au hivyo. Sasa umetoa. Lakini helmet umevaa, helmet haina mkanda, hauna kioo. Tofasili yake ni nini? Mdudu anaanza kukupiga kwenye macho, tayari ukaenda kuanguka na kuachia steering, unaenda kuanguka. Unapokwenda kuanguka, si wewe peke yako tu unaenda kupata ajali. Yawezekana kuna mtu anakufuata nyuma yako, kuna mtu unaenda kukutana naye, unaenda kusababisha ajali kwa sababu ya uzembe. Unataka kukanyaga pedo ya brake, umevaa lapa, yebo haina mkanda au sandals haina mkanda wa nyuma. Tayari ile ndara inapoteleza, tayari umepoteza balance, umeenda kuanguka. Sasa askari anapokukumbusha usiseme kwamba anakukamata bila sababu. Kwa matokeo yake kinachokuja ni nini? Unakuta huyu mtu ana side mirror, ana helmet, sawa, lakini sasa hana leseni ya udereva moja, hana bima, hana LATRA. Sasa yeye katika utashi wake na elimu yake ilipofikia, yeye ameona kuwa na helmet, kuwa na side mirror, yuko kamaliza kabisa. Yuko halali kabisa. Atakapokamatwa na askari wa usalama barabarani, tayari yeye ameonewa. Lakini kwenye uhalisia haipo hivyo. Yani mindset za watu zimeshakaa hivyo, na ukiangalia labda kuna muda mtu anaweza kukaa bila kukamatwa. Sasa akija kukamatwa na kitu ambacho alikuwa labda hajawahi kukisikia, kufanyaje? Kwake yeye anahisi ameonewa. Sawa. Naam.
ajali huwa zinatokea barabarani. Huwezi kupanga labda leo nitapata ajali nisiende kwenye mizunguko yangu. Sasa huwa inakuwa ni bahati mbaya pia. Ndiyo. Sasa katika kuhakikisha hilo, mnawaisaidiaje bodaboda kupata bima za afya ili inapotokea majanga kama ya ajali waweze kutibiwa kwa gharama nafuu hospitalini? Kwenye umoja wetu sisi tumesema kwamba kuna programu ambayo ipo ya kuwakatia bima hawa wanachama wetu. Lakini nasikitika kusema hivyo bado hatujawa na hiyo program kulingana na hali ya kiutawala jinsi ilivyo, kwa sababu tumeanza na mchakato, tumeingia mimi kama na miaka miwili sasa, ndo naenda kutimiza miaka miwili toka nimeingia. Lakini katika kuingia kwangu kuna vitu ambavyo nimeanza kuvijenga kama msingi, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa katiba. Kwa sasa mpaka sasa katiba ipo wizarani. Kwa hiyo itakapokuwa imekamilika tayari wanachama wameanza kulipa zile ada za wanachama. Chama kimesajiliwa kisheria tayari, sasa tutafata sasa kanuni na taratibu ambazo tunatakiwa tuzifuate na zinavyoelekeza kwamba ni lazima tuwakatie hawa maafisa usafirishaji bima za afya. Kwa sababu hatujui kwamba huyu mtu anakuwa amejiandaa vipi katika mchakato huu wa maisha. Kwa hiyo ili kupunguza zile gharama za michango ya hapa na pale, kwa tunawashauri wakati bima, ila kabla hata umoja huu haujakamilika kusema kwa upande wa mfano kama hizo akaunti, kufungulia akaunti ili fedha ziwe zinaingia sasa, tayari watu wa bima wameanza kutoa elimu. Jana yenyewe nilikuwa na watu wa bima ambao nilikuwa na watu wa bima, nilikuwa na watu wa TILA na watu wa TO ambao wale watu wanatoa msaada, kwa maana mtu kama umekata bima ima ni ya afya au ima ya chombo, lakini unaona hujapewa msaada, utakwenda kwao, watakupa msaada wa kisheria zaidi ili uweze kusaidia kupata haki zako. Kwa hiyo kwenye mpango kazi, moja ya vitu ambavyo tunavizingatia ni pamoja na hiyo, lazima tuwe na bima ya afya ya kila mmoja wetu ambaye amekidhi vigezo kuwa mwanachama. Sawa. Bodaboda wamekuwa maarufu sana kutokana na kazi zao, na kutokana na kazi zao hizo basi wamekuwa wakipita kila sehemu, hata kama barabara mbovu bodaboda inapita. Hasa huko vijijini unaweza kukuta gari hazipo, lakini huwezi kukosa bodaboda hata ufanyaje. Of course kweli. Sasa kutokana na hilo, serikali inatambua huo mchango wa bodaboda? Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa 90% inatambua, na kudhihirisha hilo kwamba inatambua, ndio maana kila mkoa zimejengwa ofisi. Hapa napokuambia kwamba binti yupo ofisini mpaka sasa, ni ofisi ambazo tumepewa na serikali. Ofisi ambazo zimejengwa kila mkoa tayari tumepewa bure, hatulipii kodi. Ni sisi wenyewe tujipange namna gani ya kuendeleza ofisi zile katika shughuli za kila siku. Kwa hiyo kwanza kutambua hilo kwamba hawa watu ni kundi kubwa, kwa kuna haja ya kuwa na ofisi kila mkoa ili kuweza kujiendesha, ni msaada mkubwa ambao kwa kweli kwanza tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuliona hilo. Lakini ameenda mbali zaidi kwa kutambua kwamba sisi tunaitwa bodaboda, wengine wanatuita wahuni hivi, lakini yeye kama mkuu wa nchi akasema hapana, hawa ni maafisa usafirishaji. Sasa ukiitwa afisa lazima ufanane sasa kama afisa. Usiona kidogo kama afisa kweli. Sasa wenzetu wanapoteza ile maana ya kuwa afisa. Afisa unavaa koti natoa harufu, afisa pikipiki yako chafu, afisa unakuwa na lugha chafu, afisa unakuwa una familia ambayo huijali, wewe sio afisa. Sasa natakiwa tuendane na hili jina. Kwa hiyo kwa hayo nadhani hata mpango kazi unaokuja kwenye bajeti ambao walikuwa wamepitisha, kwa kuthamini kwamba hawa vijana wanapambana, wanahangaika, tayari walikuwa wamekuja na mpango kazi wa kupunguza hata gharama za leseni kutoka shilingi 70,000 mpaka kuja shilingi 30,000. Na sisi tunaomba serikali iendelee kuliona hili kwamba kutupunguzia gharama za leseni, upatikanaji wa leseni, ili watu wasome kwa kasi na wakate hizi leseni za udereva, kwa sababu itapunguza wimbi la ajali sana. Lakini pia kupitia serikali hii inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tumeona kuna fedha ambazo zinatengwa za vijana. Kuna pesa ambazo tayari zimerudishwa kwetu sisi, hii mikopo ya 10%. Mimi naizungumza hapa ni mnufaika wa 10%. Katika kikundi changu ambacho tupo watu 5, kikundi kinaitwa Dhams. Kile kikundi tupo watu 5, tumeomba mkopo wa milioni 20 na tayari tumeshapata, na tayari kupitia hiyo milioni 20
tumegawana fedha, tumeenda kununua vifaa vitendea kazi ambao ni pikipiki, tayari tumewapa vijana ambao tayari tumeongeza sasa ajira, lakini pia tumeongeza kipato. Kwa hiyo kupitia hilo tu, Mheshimiwa Rais tunampongeza sana kwa kutambua sisi ni sehemu ya kuweza kukuza pato la taifa kwa ujumla, lakini pato la mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kwa upande wa serikali sina dauti, isipokuwa kuna hizi bilioni 200 ambazo ameziweka. Naona kama mchakato unakuwa ni mrefu. Chenga zinakuwa ni nyingi. Waangalie namna gani ya kuweza kutuwezesha moja kwa moja. Tuna vyama ambavyo vimesajiliwa kwenye mikoa mbalimbali, lakini tunajaribu kujipambanua kutengeneza hata SACCOS za umoja wa bodaboda. Tumeona Moshi wametengeneza tayari, Mwanza, Tabora. Sisi nao tupo kwenye hatua za mwishoni za kufanikisha swala la SACCOS. Sasa tunatafuta mitaji, mfano kama ya kuanzia, maana yake mpaka uanzishe SACCOS inatakiwa una mtaji usiopungua milioni 10. Sasa hizi bilioni 200 zimekaa zina hang mara. Kama watu wameshasajiliwa, SACCOS iko vizuri, kwa nini usiende ukazikopesha hizi SACCOS? Alafu SACCOS wao watawabana wanachama wao tayari na fedha itarudi kule bila shida yote, lakini processes zinakuwa ni nyingi. Matokeo yake ndio pale vijana wanakosa imani, wanasema kwamba hizi fedha zina wenyewe, lakini kumbe ni mipango tu ambayo wanakuwa wameweka. Lakini nikija pia nikizungumzia swala la hizi pesa zimepelekwa katika benki ya NMB ambazo mikopo ya machinga hii ya 7%, ambao kwenye matangazo au kwenye mabango wamesema bodaboda, bajaji wanaruhusiwa kupata hii mikopo, lakini taratibu zake kwa upande wetu sisi bodaboda inakuwa ni changamoto. Kwa huyu machinga anatakiwa na kitambulisho cha mjasiriamali, awe na soko au kizimba au anatambulika kwenye soko husika, anapewa ule mtaji. Yeye kama mfanyabiashara anapewa mtaji, lakini ukija kwa huyu bodaboda, yeye program au process inakuwa tofauti. Kwanza awe na leseni ya udereva, awe na kituo, lakini inatakiwa atoe 20% ndipo apatiwe chombo. Yeye ameomba pesa, lakini ya nini? Ya kununulia chombo. Sasa wale hawakupi pesa, wanakupa chombo. Sasa kama anakupa chombo, ni lazima uwe na leseni kuwadhibitishia kwamba wanampa dereva ambaye yuko. Sasa hii 20% ambayo imekuwa ni changamoto kwa wanachama kuipata, kwa sababu pikipiki ya milioni 3, 20% yake ni 600,000. Huyu mtu hana. Lakini akienda kwa mtu binafsi anafungiwa mkataba huu bila kutoa chochote. Matokeo yake anapewa miezi 18. Ananunua pikipiki 2 kwa pikipiki moja na anamaliza. Lakini huku serikali imeshindwa kukaa na kubuni kwamba namna gani ya kuwawezesha hawa watu bila kuwa na vikwazo, kwa sababu wao wanatambuana wao kama wao. Wanaweza wakasimamiana wao vizuri na hizi fedha zikarudi, na tayari ukao umewafikia hawa vijana vizuri. Kwa hiyo serikali pia iangalie katika mikopo hiyo namna gani ya kurahisisha, kwa sababu leo ukimwambia kwamba huyu bodaboda awe na kitambulisho cha mjasiriamali akatambulike na mwenyekiti wa machinga, inakuwa ni ngumu. Leo anapaki bodaboda labda Kazima hakuna soko, maana yake tamlazimu aende akatambulike na kiongozi wa soko la soko kubwa ambalo limesajiliwa, labda linatambulika kisheria. Yule kiongozi wa soko amtambui yule, yeye anatambua watu wake kwenye masoko yake. Sasa tayari inakuwa ni kikwazo. Kwa hiyo unaporudi kumwambia huyu bodaboda ili apate pikipiki, sasa awe na hivyo vitu 20%, wakati huyu machinga yeye kwenye hizo fedha hana anachotanguliza zaidi ya kuwa na hicho kitambulisho cha mjasiriamali na atatambulika kwenye soko husika, anapewa mtaji hata kama ni milioni 4 anapewa au milioni 3. Lakini huyu bodaboda tofasili yake anaonekana ni muhuni. Sasa tukimpa atakimbia na hii fedha. Tayari hapo kuna matabaka ambayo yanakuwepo. Kwa hiyo wao kupitia halmashauri, kupitia mkurugenzi, kupitia mkuu wa mkoa, wao wanaweza kutengeneza namna gani ya kufanya hizi fedha zikawafikia kirahisi, lakini kuliko kuleta ngonjera kwamba siji nini, hapana. Sisi vijana, Baba Levo alisema hatutaki kona ziwe nyingi. Tunataka pesa, tunataka vifaa, watu tufanye kazi, tutarudisha mikopo. Mbona kausha damu wanatuvuna sana. Unachukua raki, wanakuja kuchukua vitu vya ndani, pengine wanakuja kusamanisha ndani, wakati mtu anaweza kulipa hiyo pesa, na watu wanakopa sana kwa kausha damu. Ukiona ofisi zinakuwa nyingi, maana yake wanapeana taarifa. Huku wanachukua hela, hawana shida, wanalipa kabisa vizuri. Tunapiga hela huku. Sawa. Hapo kwenye swala zima la haki na usawa kati ya wajasiriamali
mali na nyinyi bodaboda. Kama viongozi mshawahi kaa labda na viongozi wa serikali na mkazungumzia kuhusiana na swala zima la haki? Tunajitahidi sana kuzungumza nao, lakini kikao maalum au mkutano maalum ambao sasa wa kuweza kukaa kwa ajili ya kuzungumzia hilo swala nikiri kwamba bado, ila tumekuwa tukipata nafasi kama hivi ya kuzungumza kwenye media kwa sababu tunaamini wao wanatumia media sana na wanaona tumekuwa tukisema, lakini nimefuatilia hili kwa ndani zaidi. Nimefika mpaka kwa meneja wa benki NMB, nikakaa naye nikazungumza naye, utaratibu ni huo na uzungumza. Kwa hiyo sidhani kama ni miongozo ambayo imetoka wizarani moja kwa moja kwamba ili mtu apate mkopo wa 7% nje na hizi 10% za halmashauri ambazo hazina riba. Utaratibu ni huo kwa mfanyabiashara awe na kitambulisho cha mjasiriamali. Sawa? Lakini upande wa bodaboda ukienda benki ndio unapata ufafanuzi huo, lakini ukienda kwenye miongozo wanataka tuwe na kitambulisho cha mjasiriamali. Sasa tofasili yake ni kwamba mimi unitambui, sasa utanitambua mpaka niwe na kitambulisho cha mjasiriamali. Tofasili yake kile kitambulisho cha mjasiriamali tayari imeshakuja kwamba ni machinga na anatakiwa awe nacho. Mimi nitakuwa na leseni yangu ya udereva. Kwa hiyo mimi naomba nitambulike kupitia leseni yangu ya udereva, kupitia viongozi wangu wa bodaboda mkoa, wilaya, kata. Nitambulike hivyo. Lakini kwenye miongozo ya serikali kule wizarani wao wanataka hivyo. Kwa hiyo sisi tunaona sasa tutakuwa na mzigo mkubwa kwamba nikate kitambulisho cha mjasiriamali 20,000. Leseni mpaka kuja kuipata si chini ya 200,000. Bado kwenye umoja wa bodaboda huku niona kitambulisho shilingi 10,000. Kwa hiyo unaona kama ni mzigo unakuwa ni mkubwa, lakini bado hata kama akiwa na hivyo vitu tumeona hata hawa machinga, ni ukweli usiopingika, namba ya watu ambao wamejiandikisha kupata vitambulisho bado haijapatikanika. Yaani waliojiandikisha ni zaidi ya, lakini waliopata vitambulisho hivyo ni wachache. Lakini pia kwenye mikopo ukipata takwimu sahihi kwamba waliokopeshwa na takwimu wanazokuwa wanazileta kwenye makaratasi ni uongo. Hakuna kitu cha namna hiyo. Sasa ifike hatua watu wabadilike. Viongozi kama zinatolewa fedha kwa ajili ya kuwalenga vijana, basi ziwafikie vijana na sio kuleta propaganda ambazo zinakuwa hazina ukweli ndani yake. Yaani asilimia zinazotolewa na zinazotajwa ni tofauti kabisa. Sasa tukija kwa upande wa elimu ya usalama barabarani, kwa upande wa bodaboda ni kwa kiasi gani wanapata elimu hiyo? Usalama barabarani kupitia askari wa usalama barabarani, kupitia afande DTO, RTO wamekuwa wakijitahidi kutoa elimu, lakini kupitia vyuo vyetu ambavyo vipo vitatu ndani ya mkoa wetu wa Katavi, tukiwa na Katavi Universal, Makongolo, lakini chuo chetu cha serikali cha VETA, watu wamekuwa wakienda kupata pale mafunzo mbalimbali au elimu ya usalama barabarani. Wamekuwa wakijitahidi sana, tunapokuwa na mikutano yetu au vikao vyetu tumekuwa tukiwaita, wanatoa ile elimu. Lakini ndio hivyo kama mnavyojua hata shuleni. Yani kuna mtu ukimwambia chomekea, yeye ndio kwanza umemwambia chomoe shati. Kwa hiyo watu wa namna hiyo wapo. Kwa hiyo hata sisi huku kwenye kundi letu kuna watu ambao yeye ukimwambia ni kwamba umenunua ugomvi kwake. Napita unamwambia bana, hiki unachokifanya sio. Embu beba abiria kulingana na city capacity yako unayotaka. Abiria wewe unatakiwa ubebe abiria moja na wewe wawili. Tayari sasa ukija kwenye jiografia na mazingira ya hali ya uchumi jinsi ilivyo, inamfesi au inamlazimu sasa kuvunja taratibu na sheria za nchi. Anabeba watu 4, 5, akiwafikisha salama ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini likitokea tu dharura pale na kuwa changamoto, kwa sababu hata balance unakuta mtu amekosa. Lakini sio kama anafanya vile kwamba elimu hana. Elimu anayo na tayari kabisa hata kadi yake inamuelekeza kwamba sitting capacity ni watu 2. Kwa maana wewe dereva na abiria wako mmoja. Lakini unakuta anaenda kubeba watu, nenda barabara ya kwenda Machimboni, utaona watu wanabeba mpaka watu 6, mwingine anasimama. Mwingine anakaa mpaka kwenye umenielewa? Lakini hiyo yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu sio kwamba elimu hawana. Ni kiburi tu. Na tayari mtu akisimama sasa akisimamia sheria inavyotakiwa, unageuka mbaya tena. Ndio hapo mtu anakuambia tunakamatwa, tunaonewa. Sasa mtu umebeba watu 5, watu 6,
nimekukamata, unasemaje nimekuonea? Haya, mimi ndio mwenyekiti, inatakiwa nije nikupe elimu, nikukataze, nifanyaje? Yani mimi kwa upande mwingine tukizungumza kwenye familia, mimi ni kama baba. Na kama mimi kama baba, ni lazima familia yangu niwekee utaratibu kwamba jamani, saa 2 kamili watoto wameshakula, wameshaoga. Sasa ninapokuta mama au kama ni nani hajatekeleza yale ndio yaagiza, ni lazima nimwajibishe kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hata kwenye upande wa bodaboda, jamani, sheria inataka ubebe abiria mmoja na wewe wa pili, uwe na side mirror, uwe na element. Lakini ni ukweli usiopingika, nikiingia nikamkamata ule mtu, nikamfikisha hata ofisini kwangu, nikimfikisha kwa jeshi la polisi, nimenunua ugomvi au nimenunua uhasama. Kwamba wewe ndio mwenyekiti, tumekuchagua ili ututetee, lakini wewe ndio unakuja kufanyaje? Kutukamata na kutuwajibisha. Tayari yeye hajui kabisa kwamba ni majukumu yangu mimi kama mwenyekiti kuhakikisha hawa watu wanakuwa salama. Yeye tayari umenunua ugomvi, lakini kwa kuwa na sisi tunatetea nafasi tunazokuwa nazo baada ya kupata, basi unaangalia, unatoa elimu, yule anayekusikiliza mnaendana naye, yule ambaye kusikilizi, ikitokea tunasema kama walivyo wachungaji, walivyo mashehe kwenye misikiti, kwenye makanisa wanahubiri, tuache dhambi, tuache kudhini. Lakini leo ukitembea kwenye gesti zimejaa. Wanakuambia vyumba vimejaa. Ukichunguza vimejaa, ni wageni kweli wameingia? Hakuna, ni wenyeji. Kwa hiyo hatuchoki kusema, na elimu haichoki kutolewa, itatolewa tu mara kwa mara na kadri tunavyojaliwa na Mwenyezi Mungu tunafikisha. Sawa. Sasa kumekuwa na malalamiko kwa baadhi ya bodaboda kuhusishwa na uhalifu. Sasa kama viongozi, mnachukua hatua gani ili kuhakikisha kazi hii ya bodaboda bado inakuwa na nidhamu stahiki? Katika hilo, kama nilivyotangulia kusema, hii ni kazi kama kazi zingine, lakini itakuwa ni kazi kama kazi zingine ukiheshimu wewe mwenyewe. Tumesema utaratibu wetu sisi lazima uwe na kitambulisho kinachokutambulisha kazi yako. Lakini tumeenda mbali zaidi katika katiba yetu, tumeweka utaratibu kwamba tutakuwa na vazi maalum ambalo lile vazi, na tunatafuta watu wa mfumo tayari, itakuwa na namba ya kitambulisho chake, lakini namba ya kata, namba ya wilaya na namba ya mkoa. Lengo ni nini? Tutakuwa na vazi maalum wote katika vituo vyetu, na tutashirikiana na jeshi la polisi, lakini wakurugenzi katika halmashauri zetu 5, kwamba huyu afisa usafirishaji anayekuwa kwenye kituo maalum ambacho yeye amelizika kwamba hii ni kazi yake, ni lazima awe na utaratibu huu, avae reflector ambayo itaaksi mwanga nyakati za usiku. Lakini pia abiria atakayekuwa amepanda, basi kupitia media hizi, kupitia makanisa, misikiti, tutajitahidi sana kupaza sauti kwamba tutakapokuwa tumefikia hatua hiyo, kwamba ahakikishe anachukua bodaboda ambaye ana kitambulisho na ana vazi maalum, ili kuepuka sasa hizi lawama. Kwa sababu leo hata wewe hapa ukipiga jinzi lako safi, ukadaka pikipiki element yako umevaa, ukafanya vya ovyo tu barabarani, bodaboda. Kwa sababu hakuna identification ambayo inamu-identify huyu mtu ni bodaboda na huyu si bodaboda. Kwa hiyo tunajaribu kuwaza, Dar es Salaam wenzetu wameenda mbali tayari, wameshapata vazi maalum. Lakini pia tunaangalia mikoa mingine kama Arusha tayari wameshaweza kuwaweka watu kwenye mfumo na kuwa na vazi hilo maalum. Kwa hata sisi tuna mpango kazi huu wa kuhakikisha tunakuwa na vazi maalum ambayo itakuwa ni lazima afisa usafirishaji atakuwa nalo amelivaa, ili kutuepusha sisi kuonekana ni wahuni au ni wezi. Sisi ni maafisa usafirishaji, ndio maana ni lazima tujitambue na ifike hatua tubadilike, tuache na ule uzamani, ujanja usela ambao hauna maana. Hii ni kazi yako, kwa nini ujifiche? Ningeneza kitambulisho chako cha kazi, vaa reflector yako safi, kila mmoja ataheshimu kazi yako. Kwa akifika pale mtu huyu mwenye reflector ndio yuko safe, kwa hiyo atachukua. Kwa hata ninyi sasa wateja ambao mnapenda kitonga kidogo, unamwacha ambaye amekamilika kwa sababu najua na bei, unaenda kwa huyu, sisi hatutohusika katika hilo. Ila kwa sasa tuvumiliane katika 1 na 2, kwa sababu hata mtu ambaye baba yako hapo akitoka akachukua pikipiki atasema ni bodaboda. Kwa hiyo namna ya kuepuka kwamba huyu ni bodaboda sio bodaboda, bado kipengele kipo.
Sawa. Sasa serikali ingewapa nafasi ya kutoa mapendekezo kwa ajili ya maendeleo ya bodaboda. Ndio. Ungetoa pendekezo gani? Pendekezo ambalo ningetoa au mapendekezo ambayo ningeyatoa, kwanza tukija kwenye hii mikopo ambayo inatolewa na serikali, ni kuhakikisha kwamba hawa vijana au haya makundi yanatambuana. Sasa kupitia vyama vyao vilivyopo, kama kuna sakosi au kuna vyama vya umoja, basi zile fedha zingeelekezwa kwenye vyama vyao, na tayari kama ni marejesho yangepatikana kupitia kwenye vyama vyao. Lakini tunapopitia huku serikali za mtaa sijui nini, milolongo inakuwa ni mingi, na matokeo yake mnatengeneza gepu kubwa hapo, kutengeneza mianya ya rushwa, kwamba mtu akitengeneza mchakato huu atapata, matokeo yake watu wanatengeneza pengine vikundi feki. Tumeona hapo mawaziri wanakuwa wanapotembelea kwenye halmashauri mbalimbali, wanagundua kwamba kuna fedha ambazo zimetolewa na haziwafikii walengwa, matokeo yake vinatengenezwa vikundi ambavyo sio ambavyo vinawalenga. Kwa upande wa serikali hilo waliangalie. Lakini pia tukija kwenye swala la usalama, tunapokwenda kutengeneza mipango kazi kama hii, kwamba kuwepo na vazi maalum, kama serikali inaweza kutusapoti kwamba kuna watu wa mifumo wapo serikalini kule wapo, kwa nini wasije kwetu? Sisi sio kama tumekamilika kila kitu. Sisi tunaona kwamba ili swala ni zuri kuwepo na mfumo sasa wa kwenu, ambao huu mfumo tukiunganisha na serikali, hata kama kutakuwa na tozo, kuna pasenti na baki kwenye chama chenu, lakini kama serikali nayo itakuwa kuna pasenti inapatikana, basi tunatengeneza mfumo ambao ni mzuri. Kuna vazi maalum kama kwa sisi maafisa usafirishaji, lakini pia vitambulisho vyetu. Sasa matokeo kinachokuja kuleta changamoto, siasa inakuwa tunajua siasa ina nguvu sana. Tunapoingia kwenye utekelezaji wa majukumu yetu, hata sisi tayari tunawakamata watu, tayari wale watu wanaishi katika kata tofauti tofauti. Nakwenda kwa mheshimiwa diwani, piga kelele pale, diwani anakuja, unanyanyasia watu wangu. Mheshimiwa wabunge nao watapiga kelele. Kwa hiyo tunapofika kwenye hatua ya kutekeleza majukumu yetu kama viongozi, tunategemea kwamba tupate sapoti kutoka kwao kama serikali, kutushika mkono na kutuunga mkono, kwa sababu kwanza tunahakikisha kwamba usalama baina ya raia na mali zao unakuwepo, lakini mahusiano kati ya jeshi la polisi na wananchi, lakini na hao bodaboda unakuwepo. Kwa hiyo kuna haja ya kutuunga mkono pindi tunapowasilisha hoja zetu au tunapokuwa na maombi mbalimbali yafanyiwe kazi na sio kutelekezwa tu na kuachanizwa. Sawa. Kabla hatujaenda kumaliza mazungumzo yetu ya leo, na maswali mawili matatu hivi nataka unijibu bila kufikiria. Haina shida. Mpaka sasa serikali imewasaidia kwenye jambo gani kubwa? Jambo kubwa ililotusaidia kwanza ni upatikanaji wa ofisi, kututambua sisi kama sehemu ya jamii, lakini pia tunapowashirikisha katika shughuli zetu mbalimbali. Kwa upande wangu mimi kama mwenyekiti wa bodaboda mkoa wa Katavi na serikali ya mkoa wa Katavi, sina neno kwao, kwa sababu tumewaalika, wanakuja, tuna mapendekezo ambayo pengine tunayaomba, hata kama ni kuendesha, hata kama ni gharama za kuendesha vikao au mikutano, wanatujali. Kwa wamekuwa wakitusikiliza. Lakini pindi hata ukiangalia kwenye kipindi hiki cha mafuta yalivyokuwa yamekosekana, kukawa na taharuki ya kuchoma sheli, kufanyaje, kwa kutambua umuhimu wetu, mheshimiwa mkuu wa mkoa alituita sisi kama viongozi wa makundi mbalimbali, tukatoa mapendekezo yetu kwamba tukifanya hivi, tukafanya hivi, tunaweza kufikia malengo. Kweli walitembea na yale mawazo yetu, na sisi tuliona kabisa wametembea na yale mawazo yetu. Mpaka sasa unaona hali ni shwari, hakuna shida yoyote ile, na mikoa yote wamefanya vurugu, na kundi lilionekana limefanya vurugu ni watu waliojichomeka kuonekana kale bodaboda. Lakini kwa mkoa wetu wa Katavi ni salama salimini. Umeona uchaguzi umefanyika mara baada ya uchaguzi, na mpaka sasa hali ni shwari, hakuna chochote kile kinachoendelea. Ni kwa nini? Mahusiano baina ya viongozi, wanachama na serikali, tuko pamoja. Nataka unitajie changamoto kubwa ambayo inawaumiza nyinyi bodaboda. Ziko tatu hapa. Kuna mafuta, polisi, mkopo. Changamoto kubwa hasa inayotuumiza sisi bodaboda kubwa ni namna ya upatikanaji wa vitendea kazi, niseme. Mfano, pikipiki tunazozitumia walio wengi ni za watu binafsi. Kwa hiyo tunapata pikipiki kwa gharama kubwa sana.
Unapewa pikipiki mkataba miezi 18 mpaka miezi 20. Pikipiki ya milioni 2.4 au pikipiki ya milioni 3. Ukipiga hesabu kwa mwezi 300,000 mara hiyo miezi 18, utapata kama milioni 5 na kama 400,000. Kwa hiyo kwetu sisi hiyo ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo tunarudi kwenye mikopo. Ndio maana yake tumeingia huko. Kwa hiyo inatuumiza sana. Kwa hiyo kama serikali ikiona namna gani ya kushika hapa katika hili swala, nadhani haya mengineyo yote, ukisema swala la leseni, kama skala anamkamata huyo bodaboda na leseni, kwa kuwa atakuwa na chombo chake, kwa kuwa atakuwa amepata labda mkataba ambao ni rahisi, unatolewa labda na benki au serikali kwa ujumla, anaweza kuafford hizo gharama zingine. Kwa hiyo tayari tutakuwa tumekimezana na huyu polisi kuja kumshika. Kwa hiyo utajikuta yani hili swala likichukuliwa kwa uzito na vijana wakawezeshwa kwa namna moja ama nyingine kujikwamua kiuchumi, tayari haya mengine yamebebwa katika hilo. Je, vijana hawa wanaojihusisha na kazi hii ya bodaboda wanatumika zaidi kisiasa kuliko kusaidiwa? Majibu yanaweza kuwa ni ndio au hapana. Nikisema kwenye ndio, sisi tumechukuliwa kama washereheshaji na thamani yetu imeonekana hasa kwenye vipindi hivi vya kampeni. Japo katika serikali hii ya awamu ya 6 naweza nikasema, ndio maana nimetangulia kusema hapa kidogo, tayari tumeanza kutambulikwa na tumeanza kuthaminiwa katika 1 na 2. Lakini ukichukuliwa zamani kwamba tulikuwa tunatumiwa kama zana tu, kwamba ukishatumika unatupwa tayari kuthaminiwa. Lakini kwa sasa ni kweli wanatumia kisiasa vyama vyote mbalimbali. Japo kuna malipo huwa wanalipwa, ni kama biashara anafanya mtu. Anakulipa, mnafanya, lakini lengo kubwa ni kusherehesha na kufanya kwamba yule mtu anakubalika katika jamii. Na akishapata mwingine akishaenda huko hawezi kukumbuka. Lakini imekuwa tofauti na viongozi wetu kwamba kweli anakulipa pesa, mnafanya biashara hizo, lakini unatoa kama support hiyo, lakini pindi anapokwenda kule bado anakumbuka kurudi tena kuwashukuru, pamoja na kuwa aliwalipa pesa, lakini bado mkimlilia kwamba mna changamoto 1 2 3, anawasikiliza na anawasaidia. Sawa, ungepewa dakika moja ya kuzungumza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ungelalamika nini juu ya bodaboda? Siwezi kulalamika tu, lazima nipongeze, lakini pia nitoe na maombi. Kwa hiyo siwezi kwenda mbali na kile nilichokizungumza. Kinachotuumiza sisi vijana ni mlolongo mrefu wa namna gani ya upatikanaji wa hii mikopo au hivi vitendea kazi. Kwa hiyo mimi ningepata nafasi ya kuzungumza naye kwa upande wa maafisa usafirishaji, ningeomba turahisishie kutuletea kampuni ambazo zinaweza kuja kutuletea hivi vyombo kwa mikataba ambayo ni rafiki kuliko mtu binafsi anaenda kununua kwa mtu au kwenye kampuni husika alafu anakuja kukupa wewe. Maana yake lazima ulipe mara 2. Kwa hiyo ningepata nafasi ya kuzungumza naye, ningemwambia kwenye nyanja hii ya usafirishaji, kwanza leseni, ili watu wapate elimu na gharama ya ukataji wa leseni ipungue. Kwa hiyo ametupunguzia gharama ya leseni kutoka 70,000 kuja shilingi 30,000. Nadhani hiyo watu wengi wange afford hiyo gharama, ili kutoa wimbi kubwa la vijana ambao tayari sasa wakaona kwamba gharama ni kubwa. Unaenda kwenye vyuo usome, ulipie, lakini mpaka upate risiti ya EFD kama ulipia kile cheti ndio uende ukasomeke kwenye mfumo. Process zinakuwa nyingi. Matokeo yake ndio tunazalisha vijana wengi ambao anafundishwa asubuhi, jioni anaingia barabarani, kesho kutwa ajali. Kwa hiyo kuepusha hiyo, tungepunguza gharama za leseni au tungemwomba katupunguzia gharama za leseni, lakini kutupatia mikopo ambayo ni rahisi sana kama hii 10% ambayo imetolewa kila halmashauri. Bado nayo inaonekana ni ndogo kwa sababu wahitaji wanakuwa ni wengi, lakini fedha ikizi, sio kwamba watu wanakosa vigezo. Kwa hiyo wanaangalia hapa, tupunguze hawa vigezo, vimekuwa hamna, kumbe fedha imeisha, hela haitoshi. Kwa hiyo ningeomba akaongeza katika hilo, vijana tukajikwamua kiuchumi, na sisi vijana ni nguvu kazi ya taifa hili.
Sawa. Sasa kwa yule ambaye mtazamaji amechelewa kujiunga nasi na ni mkazi wa Mpanda, hii ni dereva bodaboda, bado hana kitambulisho kinachomtambulisha yeye kama bodaboda, hebu watajie namba za simu ili waweze kufika ofisini, lakini pia kupiga simu moja kwa moja kwako na wakapata maelezo zaidi. Asante. Basi kwa yule aliyechelewa, ambaye pengine alichelewa kipindi huku mwanzo lakini amekuja huku mwishoni, basi asikose mawasiliano. Mawasiliano yangu mimi ni 0767 96 24 71, 0767 96 24 71 kwa mtandao wa Voda, lakini pia unaweza ukanicheki WhatsApp kupitia namba hiyo, ukasema nikunge hata kwenye grupu la umoja wa bodaboda, ukawa unapata taarifa mbalimbali. Lakini namba nyingine ni Halotel ambao ni 0621 46 24 71, 0621 46 24 71. Sawa, basi mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Natumai nitakualika tena wakati mwingine. Asante sana. Asante. Nashukuru sana. Mtazamaji wa Finu Media, mpaka hapo basi tumefikia tamati ya mazungumzo yetu, lakini pia alokuacha nalo leo mwenyekiti ni kwamba bodaboda ni kama zilivyo kazi nyingine. Ewe kijana, usiidharau kwa sababu ni kazi ambayo inaweza ikakufanya ukajipatia kipato chako wewe mwenyewe, ukaendesha familia yako, lakini pia ikakuinua kwa namna moja ama nyingine katika uchumi wako. Jina langu ni Josephine Geoffrey na hii ni The Morning Echo, na leo nilikuwa na Isaac Joseph, mwenyekiti wa maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda kwa mkoa huu wa Katavi. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Tukutane kesho panapo majaliwa. Bye bye.